Kwa majina naitwa Nyasila. Mimi ni mwanamke wa miaka 35 kwa sasa. Nyumbani kwetu tulizaliwa watoto wawili tu, mimi pamoja na mdogo wangu Pude. Leo mimi niko hapa kwa ajili ya kutoa simulizi ya maisha yangu ili na wengine wapate kujifunza kupitia mimi. Mimi nilizaliwa kwenye maisha ya kawaida sana na tulikuwa tukiishi Urambo, Tabora. Babangu alikuwa ni dereva wa maroli ambayo yanaenda mpaka Kongo, na mamangu yeye alikuwa ni msusi tu wa kawaida. Hakuwa na kazi nyingine. Maisha yetu yalikuwa na amani sana. Hadi pale baba yetu alipopata safari ya kwenda Kongo kwa ajili ya kupeleka mzigo na kutokurudi tena. Mamangu alipambana sana kumtafuta baba na hakufanikiwa. Na alitumia njia nyingi sana. Alikuwa na mawasiliano na baadhi ya rafiki zake baba, lakini pia hawakumpa majibu ya kueleweka. Siku zikazidi kwenda hadi tukazoea ile maisha ya bila baba. Kipindi ambacho baba yetu alikuwa anatoweka, mimi nilikuwa na umri wa miaka 18 na mdogo wangu alikuwa na miaka 8. Sisi ni watu ambao tumekuwa bila kuwafahamu ndugu wa upande wa baba. Kwa sababu pia asili ya baba yetu tuliambiwa kwamba ni mtu wa Rwanda. Alikuja huku Tanzania kwa ajili ya kutafuta maisha, akakutana na mama na wakaamua kuanzisha familia. Kwa upande wa mama, baadhi ya ndugu zetu tulikuwa tunawafahamu. Sasa kule kutoweka kwa baba kwa namna moja au nyingine kulileta athari nyingi sana kwenye familia yetu. Kwanza mama alianza tabia ya kunywa pombe, afya yake ikadhoofika sana na akawa ni mtu mwenye msongo wa mawazo sana. Yaani hata kula kwa mama kukaa ni kwa shida sana. Hiyo ilipelekea hata performance yangu ya shule kushuka mno. Nilikuwa kidato cha 3. Mamangu hakuwa yule wa zamani tena. Yaani hakujali tena kuhusu maendeleo yetu wala hakujali chochote kile ambacho kinaendelea pale nyumbani. Kuna muda nilimuona kabisa mama kama akili zake haziko sawa na akawa ni mtu wa kuumwa. Na kwa kuwa mamangu hakuwa na support yoyote, maisha yalianza kuwa magumu sana pale nyumbani. Kuna muda ukimwomba mama daftari anakuambia hana hela. Kuna muda ukimwomba angalau pesa kidogo ya matumizi, mama anakuwa mkali. Utasikia mtafute baba yako, usinisumbue mimi. Hayo ndio yalikuwa majibu yake. Mdogo wangu naye alikuwa anaishia kuzurura kutwa nzima mitaani huko. Mara nyingi alikuwa anakula kwenye nyumba za watu na muda mwingine tulikuwa tunamtafuta kutwa nzima, hatujui kuelekea wapi. Basi kidogo kidogo hamu ya kuendelea kusoma ikawa inanitoka. Nikawa natamani sasa kufanya biashara ili nikomboe familia yangu ambayo ilikuwa matatani. Tulipokuwa tunaishi ilikuwa ni nyumba ya kupanga. Kwa hiyo ilifika stage mamangu hakuwa na pesa kabisa ya kulipa kodi. Tukafukuzwa. Mama hakuwa na namna. Tulielekea nyumbani kwa mjomba wangu Shinyanga, kwa kaka yake mama, ambaye pia alikuwa na familia yake kubwa tu. Alikuwa na mke pamoja na watoto 4. Kwa hiyo ni kama tulienda kuwabana tu. Mamangu hakuonekana kabisa kuwa na mpango wowote ule wa kujishughulisha. Yaani ilikuwa kama akili zake tayari haziko sawa tena. Basi mimi nikaacha shule. Nikaanza kutafuta kazi za ndani. Nikawa naenda, nafanya kazi, nalipwa. Jioni narudi nyumbani. Kidogo kidogo nilianza kukusanya pesa. Nia yangu ikiwa nifungue biashara ya kuuza uji vijiweni. Kuna bosi wangu ambaye nilikuwa namfanyia kazi kila siku nyumbani kwake. Alikuwa anajulikana kama Mama Pelis. Kila siku nilikuwa naenda nyumbani kwake kumfanyia kazi zote. Nafanya usafi pamoja na kupika. Jioni ananipa shilingi 5,000. Siku hiyo Mama Pelis akaniambia, Nyasila, una mpango gani kuhusu maisha yako? Nikamwambia kwa kweli kwa sasa hivi mimi nataka nianze biashara ya uji pamoja na unga wa lishe. Akaniuliza utaki tena kuendelea na kazi za nyumbani? Nikamwambia nitakuwa nafanya hadi pale nitakapopata mtaji mzuri wa kununua chupa pamoja na vyombo kwa ajili ya biashara yangu. Mama Pelis akaniambia kwamba kuna rafiki yangu ambaye anataka msichana na kuna biashara ambayo anaifanya. Kwa hiyo anataka mdada kwa ajili ya kumweka kwenye biashara yake. Kwa kweli mimi niliona lile ni kama dili, kwa sababu kubanana pale kwa mjomba nilikuwa tayari nishachoka. Nilitaka na mimi nijitegemee. Japokuwa nilikuwa namwaza sana mama pamoja na mdogo wangu, ila ilinibidi nipambane kwa ajili yao. Nikamuuliza ni wapi na ni biashara gani ambayo anaifanya na analipa shilingi ngapi. Yaani niliuliza mfululizo.
Mapenzi akaniambia usiwe na haraka. Huyo mtu yuko Dar es Salaam. Kiukweli nilivyosikia nilifurahi sana. Kwa sababu moja ya ndoto zangu ilikuwa ni siku moja na mimi nifike Dar. Pamoja na kwamba nilifurahia, lakini nilipomwaza mama yangu pamoja na mdogo wangu, nikamwambia Mapenzi kwamba sitoweza kwenda. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia ni mbali sana. Siwezi kumwacha mama pamoja na Pude nikaenda mbali hivyo. Akaniambia sikiliza Nyasila. Acha ujinga. Hivyo ukilipwa mshahara wa 1,500,000 hadi 200,000, huwezi kumpangia mama yako hata chumba kimoja ukamfungulia na kabiashara kadogo, akaendelea kuishi na mdogo wako huku wewe ukiwa unaendelea kupambana? Sasa kukaa nao hapa na kwenda kupambana kwa ajili yao ni kipi bora? Nikamwambia Mapenzi, hebu kwanza naomba nitamuuliza mama yangu kuhusu hili jambo. Akiridhia basi sawa, nitaenda. Ila pale kwa mjomba wanateseka sana, hapo huru. Nikamuuliza Mapenzi kwamba kama mamangu atakubali, huyo bosi atakuwa tayari kunipa angalau advance nikamwacha mamangu kwenye mazingira mazuri. Mama Mapenzi akaniambia yani huyo bosi ni wewe tu unajichelewesha. Binafsi nilifurahi, lakini ilibidi kwanza niende nikamuulize mama. Jioni nilivyorudi nyumbani nilimueleza mama kuhusu lile jambo. Nikamwambia mama, mimi nimepata kazi. Mama Mapenzi kanitafutia. Mama alionyesha kufurahi sana. Akaniuliza wapi? Nikamwambia ni Dar es Salaam. Kuna rafiki yake ambaye anafanya biashara na anatafuta mdada. Mamangu aliniangalia sana. Japokuwa kwa wakati huo pia akili yake ilikuwa haijakaa sawa. Akaniuliza, wewe mwenyewe umeridhia? Nikamwambia ndio mama. Akaniuliza utaweza? Nikamwambia nitaweza mama. Mamangu akaniambia sawa mwanangu. Mimi nakutakia kila laheri. Wewe nenda kafanye kazi ili unisaidie. Si unaona sasa hivi ninavyoumwa. Siwezi kufanya chochote. Na mdogo wako naye ni mdogo sana. Kwa hiyo kapambane mwanangu. Nikamwambia sawa mama. Ila kabla sijaondoka, nitahakikisha nawaacha kwenye nyumba yenu ili mtoke hapa. Nitalipia kodi ya miezi 6 kama bosi atakubali. Mama akaniambia hapana. Kwa sasa hivi hapana mwanangu. Nina hali mbaya sana, ujui tu Nyasila. Mimi ni mgonjwa sana. Nikisema kwamba nikaishi tu na Pude hataweza kunisaidia chochote na sitaweza kumwangalia. Mimi nitabaki tu hapa kwa kaka yangu mpaka nitakapokaa sawa. Nilimwangalia sana mama, nikaona kama machozi yanamlengalenga. Nikamkumbatia nikamwambia pole sana mama. Kila kitu kitakaa sawa. Nitapambana sana kwa ajili yenu. Na mambo yangu yakikaa sawa nikapata na biashara yangu tutaishi wote mama. Mama kaniambia uwe makini mwanangu. Maana huko Dar kuna mambo mengi sana. Wengine wakienda kule wao wanarudi ni wahuni. Na kuna wengine ambao wakienda kule wanarudi wakiwa na maendeleo. Kwa hiyo kuwa makini sana na ukaishi vizuri na watu. Ilikuwa ni siku ya huzuni kidogo kwetu. Baada ya kuongea na mamangu chumbani nilimfuata mjomba wangu pia nikamuelezea. Akaniambia sawa, ila uwe makini sana mwanangu. Na ujitahidi sana kwa unatukumbuka. Si unaona familia ni kubwa Nilimuelewa mjomba. Nikamwambia naelewa. Usijali kuhusu hilo mjomba. Sikuwa na ukaribu sana na mke wa mjomba. Kwa hiyo muda namwaga mume wake naye alikuwepo. Kwa sikuona haja yoyote ya kumwaga pia. Na hakusema chochote. Nishamzoea, kwa hiyo sikuona shida. Siku hiyo kwa kweli nilala nikiwa na stress sana. Nikiwaza itakuwaje huko Dar. Sina ndugu huko wala sijui kufika. Na hapo tayari nilikuwa nishatimiza miaka 19. Kesho yake nilipoenda kwa Mapenzi nikampa majibu kwamba niko tayari kuondoka. Mamangu pia akakubali. Mama Mapenzi akaniambia basi ngoja niongee na best yangu sasa ili nimwambie akutumie hela tukakate tiketi. Basi niliendelea na majukumu yangu kama kawaida kwa Mama Mapenzi. Yeye aliingia chumbani kwake akakaa muda mrefu sana. Nilipomaliza kazi zangu nikamuita ili nimuage kwamba naenda nyumbani. Nilipomgongea hodi akaniambia niingie chumbani kwake. Nikaingia. Mapenzi akaniambia Nyasila, nishaongea na bosi wako na ameshatuma hela ya nauli. Kwa hiyo nisubiri hapa nijiandae twende wote ili unisindikize tukakate tiketi. Afu kesho uanze safari. Nilifurahi jamani. Kiukweli ile safari nilikuwa naitamani mno.
Nikamwambia sawa. Basi mama Peris akajiandaa pale na alivyomaliza tukaongozana hadi stendi, tukakata tiketi. Nilipata siti ya dirishani na ilikuwa karibu tuna dereva. Baada ya hapo tulirudi nyumbani. Ilikuwa ni siku ya kuagana na familia yangu. Kwa baadhi ya watu walikuwa na huzuni, akiwemo mdogo wangu Pude. Alitamani sana tuongozane. Nikamwambia baki usome mdogo wangu, usije kuwa kama mimi ukaishia njiani. Utahangaika sana kwenye maisha. Mimi naenda kutafuta hela ili na sisi tuwe na kwetu. Na tukiondoka wote hapa mama atabaki na nani? Baki kwa ajili ya kumwangalia mama. Si unamwona alivyo siku hizi? Mdogo wangu akakubali kwa kichwa. Lakini alilia sana. Hilo nalo liliniumiza sana. Ile ilibidi nijikaze kama dada. Basi kesho yake alfajiri sana mama Peris alinipitia nyumbani, tukaelekea stendi. Alihakikisha nimekaa kwenye siti yangu, akanikabidhi pesa ya kula njiani. Akanikabidhi pia simu ndogo mbovu. Akanambia kuna line na namba ya bosi wako hii hapa. Akanionyesha namba. Akanionyesha namba yake pia. Akasema kwamba tutawasiliana utakapokuwa safarini. Nilimshukuru sana mama Peris na kuagana naye na akashuka ndani ya gari na kurudi nyumbani. Safari ilianza. Ilikuwa ni safari ya matumaini sana kwangu. Nilikuwa naangalia dirishani jinsi miti ilivyokuwa inarudi nyuma. Nikamwomba Mungu atufikishe salama. Safari ilikuwa ni ndefu sana. Mara kadhaa bosi alikuwa ananipigia simu kuniuliza nimefika wapi na mama Peris pia hakuacha kunipigia. Mida ya saa 4 za usiku hatimaye tulifika jijini Dar es Salaam. Jiji lililochangamka. Aisee, kwanza niliogopa. Nikasema hapa leo mimi kama sipotei sijui. Kipindi hicho stendi kuu ya mabasi ilikuwa ni Ubungo. Bosi wangu tayari alikuwa ameshafika. Kama alijua vile, aliingia ndani ya gari kunitafuta, akataja na jina langu. Nikajua huyu sasa ndo mwenyeji wangu. Alikuwa sio mtu mzima sana. Yaani kwa makadirio ni kama miaka 36, 37 hivi. Basi baada ya kusalimiana akanichukua, tukapanda taxi hadi nyumbani kwake, ambako hapakuwa na umbali sana. Nilimsikia bosi wangu akimwambia dereva kwamba atupeleke Sinzamori. Nyumba yake ilikuwa kubwa mashallah. Tulipofika pale tulifunguliwa geti na mlinzi, tukaingia ndani. Mimi nilikuwa ni wa kushangaa tu. Nikakaribishwa vizuri ndani, nikapelekwa moja kwa moja kwenye chumba changu. Bosi akanambia karibu sana. Hiki ndio kitakuwa chumba chako kwa sasa. Nikamwambia asante mama. Akacheka sana yule dada. Akanambia usiniite mama Nyasila. Niite tu dada Salma inatosha. Kwanza nilijisikia aibu kidogo. Nikamwambia asante dada Salma. Huyu dada alikuwa ni kibonge kidogo, alafu mweupe pe. Yaani ile rangi nyeupe toleo la kwanza. Kama Faivani wa Rayvanny. Mwenyewe alisuka nywele nzuri sana. Alikuwa kabandika kope zake ndefu. Kucha zake ndo usiseme. Kimoyomoyo nikasema bosi ni naye aisee. Akanambia twende ukale basi, afu ukimaliza ndo uoge upumzike, kwa sababu ishakuwa usiku sana. Mambo mengine tutaongea kesho. Basi nikatoa kisimu changu pale nikampigia mama Peris. Nikamueleza kwamba nishafika. Akafurahi sana. Basi tukatakiana usiku mwema. Nilipelekwa mpaka dining. Nikamkuta msichana makamo yangu alikuwa anatoa baadhi ya vyombo mezani. Tukasalimiana vizuri. Dada Salma akamwambia Teddy, huyu anaitwa Nyasila. Tutakuwa naye kule ofisini. Kamoyo kangu kakaruka kwa furaha sana baada ya kusikia ofisini. Nikasema yes, nimeokota dodo mwaka huu bila kutarajia. Basi akanitambulisha na mimi kwamba Teddy ni msichana wake wa kazi za nyumbani. Tukafurahi wote. Mimi nikakaa mezani kwa ajili ya kula. Ilikuwa pilau nyama. Nikala nikaenjoy pale. Muda huo Dada Salma alikaa sebuleni akawa anaangalia movie kwenye bonge la TV jamani. Nikasema kweli kuna maisha bwana. Basi nilivyomaliza kula nilishukuru, nikatoa vyombo na kuaga kwenda kulala. Dada Salma akaniambia kwamba nitakuja chumbani kukuaga. Wewe nenda kaoge mwaya. Nikamwambia sawa. Basi nilifika chumbani, nikachukua ile simu, nikaandika namba ya mjomba wangu ambayo nilikuwa nimeikopi kwenye karatasi. Nikampigia ili kumjulisha kwamba nimefika salama. Japokuwa ilikuwa ni usiku sana. Mjomba wangu alipokea simu, nikamsalimia. Nikamtaarifu kwamba nimefika salama na nimepokelewa vizuri.
Akanambia sawa, mamako nitamwambia kesho kwa sababu tayari wameshalala. Basi baada ya hapo nikaingia zangu bafuni, nikaoga vizuri. Nikavaa kangangu nikatoka. Nilimkuta Da Salma tayari yuko chumbani kwangu. Nilikuwa na mpango wa kuvaa, ila kwanza niliona aibu. Ikabidi nimsubiri mpaka atakapotoka. Akanipa nguo za kulalia. Alikuwa amekuja nazo chumbani. Akanambia vaa hizi hapa. Nikamshukuru sana. Nikaziweka pembeni ili nimsubiri atoke ndo nivae. Lakini alikuwa busy na simu yake. Alipoona sivai, akanambia wewe Nyasila, vaa nguo bwana, acha kuniogopa. Mimi ni dada yako. Aliongea huko anacheka. Nilimuona jau. Basi kwa uoga sana na kwa aibu nikatoa kanga yangu. Mwanzo alionekana kwamba yuko busy na simu yake. Ila baadaye akanitolea macho kabisa, yani bila kupepesa. Nikamwona anatabasamu. Akanambia una kaumbo kazuri mashallah. Niliona aibu sana mimi. Yani niliona aibu ya mwaka. Sikujua nimjibu nini. Kwa hiyo ninyamaza kimya. Akanambia haya usiku mwema, tutaongea kesho mdogo wangu. Ngoja nikapumzike. Kuwa huru mwaya, sawa? Nikamwambia asante dada. Basi kwa sababu nilikuwa nishamaliza kuvaa nguo ambazo alikuwa amenipa dada Salma, nilipanda kitandani na sikuchukua raundi, nilipitiwa na usingizi. Nikalala muda huo. Nilikuja kuamka asubuhi, kuangalia muda kwenye simu yangu nikakuta ni saa 3. Kwa sababu niko ugenini nilistuka sana. Nikaamka haraka, nikatandika kitanda, nikaingia kuoga. Nilivyotoka bafuni nikaanza kutafuta nguo ya kuvaa kwenye mfuko wangu wa nguo. Nikasikia hodi. Kufungua alikuwa ni dada Salma. Nikamsalimia. Nikamwambia shikamoo dada. Kwanza akatabasamu. Akanambia mambo kipenzi. Nikajiuliza labda atakuwa hajasikia salamu yangu. Nikamwambia poa. Akaingia hadi ndani. Alikuwa amekuja na nguo akanipatia. Ilikuwa ni suruali na blouse. Akaniuliza ushaoga Nikamwambia ndio. Akasema kumbe wewe ni msafi Basi vaa hizi hapa nguo, alafu kanywe chai. Kuna mara inabidi twende. Nikamwambia sawa dada asante. Basi nikavaa zile nguo. Nisiwe muongo jamani. Mimi suruali sikuwa nimezoea kuvaa. Na ikitokea nimevaa, basi kwa juu lazima nitaweka kitenge. Kwa Da Salma alivyotoka mimi nikavaa, afu nikaweka kitenge kwa juu. Nikatoka sebuleni. Da Salma anapenda sana kucheka. Alafu tabasamu lake ni zuri mno. Kwa alivyoniona alicheka sana. Akanambia Nyasila, asa kitenge cha nini mdogo wangu? Nikacheka tu na aibu zangu. Basi nikaelekea dining, nikakuta kuna chai nzito ya maziwa, mikate na mayai ya kuchemsha. Nilivyomaliza kupata kifungua kinywa, tuliondoka na Da Salma kwa gari yake. Yeye akiwa ndo dereva. Akanipeleka hadi Kariakoo kwenye duka moja hivi la nguo. Akanichagulia nguo nyingi sana. Lakini nguo alizokuwa ananunulia mimi kidogo zilinitia hofu. Kwa sababu zote zilikuwa hazina maadili kabisa. Vilikuwa ni vibukta vifupi pamoja na suruali za kubana sana. Nikajiuliza ni nguo gani hizi? Afu nyingi zilikuwa zinafanana. Nikajiuliza ni nguo gani hizi? Na ameniambia kwamba ni nguo za kazi tunanunua. Ila kutokana na ushamba wangu mimi niliogopa kuuliza. Nilinyamaza kimya, nisije nikamkwaza. Alinunulia na nguo za ndani nzuri sana. Baada ya hapo akanipeleka kwenye duka la vipodozi. Akanunua mafuta na baby shower pamoja na sabuni special. Na alitoa hela nyingi sana pale. Sasa alinitia hofu. Nikaanza kujiuliza kwa nini anafanya yale yote. Na hiyo kazi anaoniambia itakuwa ni kazi gani? Basi baada ya manunuzi Da Salma akaniambia leo nakupeleka ofisini ili uanze kujifunza kazi. Na baada ya wiki moja uanze rasmi. Basi tulielekea moja kwa moja hadi kwenye baa moja hivi kubwa sana. Inapatikana maeneo ya Mikocheni. Kwa hapa sitotaja jina. Nikajua kwamba kapita pale kwa ajili ya starehe zake. Nikamwambia mimi nitakusubiri kwenye gari dada. Da Salma akanichekea. Akanambia shuka tumefika bwana Nyasila. Nilikuwa sielewi chochote, nikashuka. Tukaanza kuingia ndani ya ile baa. Ama naweza kuiita klabu, maana ilikuwa ni kubwa sana.
kulikuwa na lounge, VIP, VVIP na kulikuwa na klabu kwa ndani. Tulivyoingia niliwaona wahudumu warembo sana. Walikuwa wamevaa nguo kama ambazo Dada Salma alikuwa ameninunulia. Hapo sasa nikaanza kupata picha kwamba nimekuja kufanya nini mjini. Nilikuwa namfuata nyuma Dada Salma hadi kwenye chumba kimoja hivi. Akaniambia niingie. Nilimkuta mrembo mwingine humo akiwa anajiremba. Akatukaribisha vizuri sana na tukasalimiana naye. Dada Salma akaniambia karibu mdogo wangu. Huyu anaitwa Keti. Ndio utakuwa naye hapa kazini na atakuelekeza kila kitu. Akamwangalia na Keti mwenyewe. Akamwambia huyu anachukua nafasi ya Caroline. Kwa hiyo utakuwa naye. Muelekeze kazi vizuri na baadaye utamfungulia kile chumba cha Caroline. Atatumia hicho. Mimi nilikuwa nimetoa tu macho. Nilikuwa sielewi. Moyo ulikuwa unaenda mbio sana. Nilijua nakuja Dar labda kuuza duka au labda biashara nyingine. Kumbe baa. Ikabidi nimuulize Dada Salma, kwa hiyo mimi nitakuwa naishi hapa? Akanambia ndio Nyasila. Kwa sababu ndo mahala pa kazi. Ukisema kwamba ukakae kule nyumbani utakuwa unachoka sana kwenda na kurudi. Ila muda wote ule ukiwa free utakuja nyumbani. Sawa? Wala usijali kuhusu lolote. Na Keti atakuelekeza kila kitu na utaelewa tu. Hivi naanzaje kupinga? Wakati mimi Dar ni mgeni na Dada Salma ndo mwenyeji wangu na nilikuja kwa ajili ya kufanya kazi kwake. Nikasema sawa dada. Akanambia nitakuletea vitu vyako tulivyonunua. Kikiisha kitu chochote au ukiwa na shida yoyote ile utaniambia. Basi baada ya kusema hivyo akatoa pochi, akanihesabia pesa akanikabidhi. Akanambia hiyo ni 200,000 utaanza nayo. Hiyo ni nje ya mshahara. Ukinifurahisha na kazi nitakulipa vizuri sana. Kiukweli ile 200,000 jamani ilinituliza moyo wangu kabisa. Nikasema sasa utajiri ndo huu. Baada ya Dada Salma kunipa pesa aliondoka. Akaniacha na Keti. Keti alikuwa mcheshi sana kwangu. Akanambia nakuona mdogo wangu. Una miaka mingapi? Nikamwambia 19. Akasema sawa. Kazi yetu sio ngumu. Ukiwa mjanja unajenga hadi nyumba ndani ya miezi kadhaa tu. Yaani huyu ndo alinivuruga sasa. Nikamuuliza kwa hiyo tunauza vinywaji? Akanambia hapana. Uliowaona kule chini ndo anauza vinywaji. Sisi kazi yetu ni nyingine kabisa. Nikamuuliza kazi gani? Akanambia kwanza nenda kaoge uvae sare. Nitakuazima za kwangu kwa leo. Afu nikupeleke tunapofanya kazi na nitakuonesha huko majukumu yetu. Baada ya kumaliza kuoga alinipatia nguo kama zile ambazo alikuwa amevaa yeye na zingine alikuwa amenunulia Dada Salma. Sema tuliziacha kwenye gari. Hakutoka kunipa muda ule nadhani. Ni kibukta kifupi kweli kweli pamoja na crop top ambayo iliacha kitovu changu nje. Nilikuwa naogopa sana. Akanambia Nyasira, hutakiwi kuonesha haupo comfortable. Unatakiwa ujikaze na uikubali kazi yako na uwe na furaha. Hata mimi nilianza hivyo kama wewe. Basi ikabidi nimsikilize. Tukatoka hapo akanipeleka mpaka juu, maana kulikuwa na floor nyingine ya juu. Pale andikwa VIP Lounge and Casino. Yaani VV 3. Nikasema naomba niwe ndotoni mimi niamke sasa hivi. Keti alivaa viatu virefu na alikuwa akitembea kwa madaa sana. Mimi mguuni nilikuwa na simple tu. Akanambia nifuate. Kuna meza moja ambayo ilikuwa haina watu, tukakaa pale. Akaniuliza umewaona hawa watu wote walioko humu ndani? Nikaangaza macho yangu. Kuna waliokuwa wanakunywa pombe, kuna waliokuwa wanacheza muziki, wengine walikuwa wanacheza kamari kwa sababu niliona sehemu za magame nyingi sana. Japokuwa kwa muda ule sikuwa naelewa kitu. Nikamjibu ndio nimewaona. Akanambia sasa hawa ndo tunaodili nao sisi. Na hawa ndo mabosi zetu. Nikamuuliza kivipi? Akanambia sisi kazi yetu ni kuwashawishi hawa waendelee kucheza kamari na wengine kunywa pombe na kesho warudi walete na watu wengine. Tupo wawili tu, mimi na wewe. Tupo wawili tu, mimi na wewe. Achana na hao wanaohudumia vinywaji. Hiyo sisi sio kazi yetu. Sisi tuna wateja permanent na wengine ni wageni ambao wanakuja kila siku. Utajua tu tunafanyaje. Kabla Keti hajamaliza kuongea kuna kaka mmoja mzuri sana alikuja pale kwenye meza yetu. Akaniangalia sana.
Keti akamchangamkia. Akamwambia karibu sana Mr. Lewis. Yule kaka hakumjibu na alionekana kuwa serious sana. Alikuwa ananukia balaa. Akamuuliza Keti, Caroline yuko wapi? Keti akamwambia kwa sasa hivi hayupo, ila anaweza kukuhudumia mimi. Yule kaka akaendelea kunitazama mimi. Aliniangalia sana. Akamwambia hapana, namhitaji Caroline. Keti akamwambia huyu hapa mdogo wangu anaitwa Nyasila, pia ni mbadala wa Caroline, kwa sababu Caroline haturudi tena hapa. Aisee, yule kaka aliondoka kwa hasira sana. Muda huo walikuja wanaume wengine 3 na wao pia walikuwa wanamuulizia Caroline. Keti alivyoambia kwamba Caroline hayupo, niliwaona kupoa kidogo. Mmoja wao alianza kunishikashika. Akamuuliza Keti, huyu ni mwenzio? Kiukweli nijikuta nikinyanyuka kwa hasira sana. Nikaanza kumfokea yule kaka. Nikamuuliza kwa nini anishika. Wale wakaka wengine wote walianza kucheka. Keti alinyanyuka akanipiga kibao shavuni. Nikaelewa kwamba sikutakiwa kumfanyia vile yule kijana. Yule kaka naye akasema, sasa kama hutaki kushikwa, unafanya nini malaya wewe? Ese. Nijikuta nalia tu kwa kweli. Nikiwa natetemeka kweli kweli. Wale wanaume waliondoka wakaenda kukaa meza nyingine. Keti akanambia, usirudie tena kumfokea mteja. Kazi yako ni kuwaburudisha wateja, na hicho ndio kilichokuleta wewe hapa. Yaani kazi yako wewe ni kuwakaribisha kwa upendo na kuwapa chochote kile wanachokitaka. Hiyo ndo kazi yetu. Nikamwambia Keti, lakini mimi sikuambia kwamba nakuja kufanya nini, na kazi yenyewe naona siwezi kabisa. Keti akanambia nakuelewa sana Nyasila, ila hakuna namna, jikaze tu utazoea. Maana ushalipo hela ya kuanzia. Na nauli da Salma alikutumia ya kutoka nyumbani kwenu. Nikamwambia ndio. Akanambia sasa jitahidi tu, hamna namna. Wanaume wengi sana walimzoea Caroline. Maana ni wa siku nyingi sana, alafu ni mzuri balaa. Sasa mwenzetu kabahatika kapata mwanaume wa maana kamuoa. Kaachana na hii kazi. Nikamuuliza Keti, ni ipi mipaka yangu na mteja? Yaani nini ambacho sitaki kukifanya? Akanambia kwanza kabisa utakiwi kulala na mteja bure wala kwa chini ya 500 usiku mmoja. Na mteja haruhusiwi kukuingilia bila kinga. Nikamuuliza Keti, kwa nini lazima nifanye hivyo na mteja? Sinaweza nikafanya tu kazi zingine? Akanambia hapana mama. Sisi tupo kwa ajili hiyo. Na ukipata pesa unampatia dada Salma yote. Yeye ndo anayelipa mshahara. Nikasema hapa kazi ipo kwa kweli. Nilianza kulia tena. Muda huo mimi msikilizaji nilikuwa bado sijamjua mwanaume na wala sijai kuwa hata kwenye mahusiano. Na kuanzia siku hiyo hayo ndo yakawa maisha yangu. Ilinichukua muda kidogo kuyazoea mazingira. Na namshukuru Mungu nilimaliza miezi 2 salama. Sikupata mteja ambaye alitaka kufanya na mimi mapenzi. Na nilianza kuwazoea baadhi ya wateja ambao ni lazima kila siku walikuwa wanakuja. Siku hiyo alikuja yule kaka ambaye siku ya kwanza alikuja akamuulizia Caroline, afu akaondoka akiwa na hasira. Mimi ndo nilimpokea nikamhudumia vinywaji. Akanambia nikae naye pale mezani. Alionekana kuwa mkali sana yule kaka. Na hata alivyoingia kila mtu alimshangaa. Na Keti alivyotaka kumhudumia yeye alikataa. Akamwambia anataka mimi ndo nimhudumie. Basi nilivyokaa naye tulikuwa kimya tu. Mimi kama kawaida yangu nachezea simu yangu. Maana tayari nilikuwa na smartphone. Yeye alikuwa anakunywa taratibu whisky zake. Akaniambia agiza na wewe kinywaji. Nikamwambia hapana, situmii. Mara zote hili ndo lilikuwa linakuwa jibu langu kwa mteja yeyote ambaye anataka kununulia kilevi. Lakini huyo Mr. Lewis akaniambia acha ubishi binti. Nimekuambia agiza. Basi nikaenda counter, nikachukua Grand Malt. Nikaanza kunywa. Yule kaka alitikisa kichwa akacheka sana. Sijui alishalewa. Akaniuliza unaitwa nani? Nikamwambia Nyasila. Akaniuliza umri wangu nikamwambia. Akaniambia kumbe bado ni mtoto mdogo sana. Sasa kwa nini unafanya ukahaba? Una shida gani? Kiufupi ile kauli iliniuma sana. Nikamwambia ndo kazi yangu sina namna. Basi baada ya hapo ukimya ulitawala. Akaendelea kunywa kinywaji chake. Na baada ya kumaliza akaniambia niitie Keti. Nikamuita Keti kweli. Akamwambia leo nataka unihudumie wewe.
huyu mtoto hapana. Keti akamwambia hamna shida bosi. Basi yule kaka akatoa wallet akanihesabia pesa akanipa. Akanipatia na business card yake. Wakachukuana na Keti wakaelekea chumbani. Kiukweli jamani, nisiwe muongo, yule kaka kuna namna ambayo alinivutia sana. Na hata alivyosema kwamba anaenda na Keti, roho iliniuma. Nikaanza kujiuliza nina kasoro gani? Mbona toka nimefika sijapata mteja? Kila mtu akija anamuulizia Caroline. Akimkosa basi anaondoka na Keti. Tayari pia nilishaanza kupata hisia za mapenzi sana. Kwa sababu mara nyingi nilikuwa naishia kushikwa tu. Afu wananipa pesa wananiacha. Kuna wengine ambao walikuwa wanakuja na wanawake zao pale. Na washuhudia kabisa wanafanya mambo hadharani. Kwa hiyo na mimi nilikuwa natamani sana siku nijaribu hilo jambo. Mida ya kazi ilivyoisha nikarudi chumbani kwangu. Nikahesabu zile pesa. Ilikuwa 300,000. Nikafurahi sana, nikaitunza. Kwa sababu ile ilikuwa ni nje ya mshahara wangu. Kwa haikumuhusu bosi. Muda huo nilikuwa na pesa na mara nyingine nilikuwa natuma pesa kwa mama na mdogo wangu. Nilikuwa namtumia mjomba. Basi kesho yake asubuhi mlango wangu uligongwa. Alikuwa ni Keti. Akanambia shoga yangu, jana ilikuwa bahati ujue. Nikamuuliza kwa nini? Akanambia huwezi amini. Lewis ni mwanaume ambaye halali na mtu yoyote yule isipokuwa Caroline tu. Wadada wengi sana hapa kila mtu anamtamani. Aisee jana siamini. Nikamwona Keti akiwa na furaha sana. Akanambia kaniachia pesa nyingi sana shoga yangu. Nikamwambia hongera. Mimi hadi leo toka nimekuja hapa hakuna mwanaume ambaye ametamani kwenda na mimi. Sijui ananiona mdogo. Jamani, hapo tayari nishakubali kazi yangu na kuizoea. Kwa hiyo pia nilikuwa natamani sana kupata wateja. Pia nilikuwa na hamu ya kuonja hayo mambo kujua yanakuaje. Basi tulipiga sana story na Keti, baadaye akaondoka kurudi room kwake. Asubuhi sisi huwa hatufanyi kazi zaidi ya kufanya usafi wetu wenyewe. Siku hiyo Salma alikuja kwangu. Nikampokea lakini hakuonesha kufurahi kabisa. Akanambia Nyasila, naona kama kazi inakushinda. Toka umekuja hapa hujaingiza pesa yoyote na huu ni mwezi wa pili. Keti ameniambia kwamba tayari kisha kuelekeza kila kitu na umeridhika na kazi. Sasa kwa nini mwezi wa pili sipokei taarifa yoyote kutoka kwako? Una matatizo gani? Nikamwambia dada, hata mimi mwenyewe najitahidi sana lakini sipati wateja. Niliongea kwa aibu sana. Salma akanambia nakupa siku 2. Sioni matokeo yoyote inabidi uondoke hapa, nikutafutie kitu kingine cha kufanya. Kikweli mimi pale nishapazoea na nisema mbona nilikuwa napata pesa. Kushikwa tu bila kufanywa naongwa miela. Kukaa na mtu tu kumpa kampani naongwa miela. Afu niambie niache kazi. Ilikuwa ni ngumu sana kwangu kukubaliana na hilo. Nikamwambia hapana Salma, na kuahidi nitajitahidi. Akanambia nakupa siku 2 tu Nyasila, leo na kesho. Basi baada ya hapo aliondoka. Nikaanza kuwaza na mshawishi nani kati ya wateja ambao nishawazoea. Kuna yule jamaa ambaye kila akija huwa tunagombana na huwa ananitukana sana. Ni yule nilimfokea toka siku ya kwanza. Anaitoga Mr. Sam. Nikasema sasa huyo leo nitakula naye sahani moja. Nikajiandaa, nikavaa vinjuga vyangu, nikaenda saluni kwanza kutengeneza nywele. Na tayari mimi nishakuwa mwenyeji tena Dar es Salaam. Na nishaanza kubadilika kabisa kuwa mtoto wa mjini. Basi nikatengeneza nywele zangu vizuri haswa. Nikamwambia yule dada wa saluni kwamba jioni nahitaji makeup. Kwa hiyo inabidi aje kule kazini kwetu. Akanambia hamna shida. Nilipotoka hapo nikarudi room. Nikasema leo na pombe nitaonja. Sikuwa tayari kabisa kuipoteza kazi yangu. Basi ilipofika jioni akaja yule dada wa saluni akanipaka makeup. Nikapendeza kweli kweli. Nikaagizia sentiana 1, nikaanza kunywa kule chumbani. Haikuchukua muda nilianza kuona kizunguzungu. Nikasema yes, kichwa kikaanza kuwaka moto. Keti alinikuta namalizia. Akanambia wewe, leo una nini? Mbona shoga yangu umependeza hivyo? Yaani umekunywa mpaka pombe. Leo una nini? Nikamwambia leo nimeamua kuwa malaya rasmi. Leo nataka kuanza kazi. Kidogo niliona kama Keti amebadilika sura hivi, yani kama alikosa amani hivi. Akanambia unakosea sana Nyasila. Mambo hayaendi kwa hasira hivyo.
Nikamwambia tulia, leo yataenda tu. Nikachukua kipochi changu, nikajipulizia perfume, nikawa natoka nje. Keti akaniambia Nyasila, nikamtazama kama kumsikiliza. Alikuwa amekuwa mpole sana. Akaniambia naomba usilale na Lewis. Nikasema huyu vipi kwani? Mbona sijamfikiria mimi huyo bwana? Mimi sikumjibu kwa sababu tayari nilikuwa na mudi zangu nyingine kabisa hiyo siku. Basi nilipanda hadi kule ambako tunafanyia kazi. Aisee, kila mwanaume mtimilifu alinitolea macho. Nikaangaza meza ambayo ilikuwa tupu, nikaenda kukaa. Nikawa naangaza macho yangu huko na kule kwa ajili ya kumtafuta adui yangu, Mr. Sam. Nikamwona Mr. Lewis huko anakunywa vitu vyake na yuko peke yake. Alafu alikuwa ananiangalia balaa. Kwanza nilikuwa na hasira naye mno. Jana yake mimi nilimpa company. Akaishia kunipa pesa afu akaenda na Keti. Alinichukuliaje mimi? Na kingine Keti alishanipa warning. Kwa hiyo nilimuona kama kakitu fulani hivi kasikokuwa na kazi. Nilifanya kazi ya kucheza mziki pale na kufuata wakaka wengine kwa ajili ya kuwakatikia, kuwachezea, kuwashikashika. Ilimradi nisikae bure bure, bosi akaona kwamba sifanyi kazi. Maana kulikuwa na kamera za kutosha mle. Na hiyo ndio ilikuwa ni kazi yetu. Mara nikastukia mtu kanibambia kwa nyuma, akanishika kiuno. Afu akaninong'oneza, naomba uwe na mimi leo. Ilibidi nigeuke kwanza kumwangalia mtu ambaye kasisimua mwili wangu ni nani. Kumwangalia alikuwa ni Mr. Sam. Ndio huyu ambaye nilikuwa namsubiri siku nzima ya leo. Ni mtu ambaye hatujawahi kuongea vizuri. Yaani kila siku ni ugomvi. Nikamgeukia kwa kujiamini sana. Nikamuuliza kwa kudeka sana, mbona umechelewa? Akaniambia ulikuwa unanisubiri Nyasila? Mwenzenu sikumjibu, nikamkumbatia kwa nguvu. Hapo sio mimi tena, tayari ni shetani. Akaniambia naomba tutoke nje na hapa, nikupeleke hotelini ili tukaenjoy huko. Mimi tena nilikuwa tayari nishajipanga kwa hilo. Nikamwambia sawa. Muda huo nilishangaa napigwa kofi moja takatifu. Kugeuka nani kanipiga, namkuta Mr. Lewis. Sikuelewa kwa nini kanipiga. Mr. Sam akamuuliza, kwani vipi bro? Mbona unampiga hivyo? Lewis akanishika mkono na kuanza kunitoa pale puta. Aisee, nilichukia mno. Nikawa napiga kelele. Namwambia niache nakwambia. Alikuja Keti. Akaja akasimama mbele yetu. Alafu akatochanisha mikono. Akamwambia Mr. Lewis, kwa nini unamfanyia hivyo mdogo wangu? Ameukosea nini? Muache akafanye majukumu yake. Maana bosi mwenyewe keshakasirika afanye kazi. Kwa hiyo muache. Baada ya hapo akaja Mr. Sam sasa, akanishika mkono kwa hasira, akatoka na mimi kibabe mpaka nje. Tukafika kwenye gari yake, tukaingia, tukaondoka. Moja kwa moja tukaenda kwenye hoteli moja hivi, inaitwa Serena Hoteli. Tulipofika pale tukaingia ndani, akafanya process za malipo, tukaenda mpaka kwenye chumba ambacho tulikuwa tumekilipia. Sasa hapo hofu ndio ikaanza kunitanda. Nikajiuliza nitafanya kitu gani mimi humu ndani. Maana kwanza ni mgeni wa yale mambo, sijawahi kufanya hata siku moja, na nia yangu ilikuwa ni kutimiza kazi zangu ama majukumu yangu. Na bosi tayari ameshanipa warning, akaniambia kwamba nina siku 2 tu. Kwa hiyo sasa sikuwa na namna nyingine zaidi ya kufanya kazi ambayo bosi amenitaka nifanye. Nilikaa tu kitandani, aibu ikanishika. Mr. Sam akaingia bafuni akaenda kuoga. Yaani mimi nilibaki nimekaa tu pale. Sielewi nifanye nini. Simu sijaishika na pombe niliona kama imeanza kunitoka kichwani hivi. Baada ya kutoka kuoga akarudi amevaa kitaulo. Nikasema hapa leo mimi kuisha habari yangu. Nikanyanyuka na mimi nikaingia bafuni kwa ajili ya kuoga. Yaani huko bafuni nilikaa muda mrefu sikutaka kutoka. Nilikaa muda mrefu sana. Yaani mpaka Samu akanifuata huko. Akaanza kugonga kwa sababu nilikuwa nimefunga kwa ndani. Nikamfungulia. Akanambia vipi mama? Mbona umekuja kukaa huko muda mrefu? Hujamaliza kuoga? Nikaambia tumbo lilikuwa linanikata kwa sababu leo nimekunywa sana pombe. Akanambia pole basi. Kwa hiyo ushakaa sawa? Nikamwambia yes, niko sawa. Akanambia njoo basi mama unipe raha. Mimi hizo raha nazijulia wapi kumpa mtu? Ni mgeni kwenye kila kitu. Nikaanza sasa kujuta pale kwamba nimefikaje pale. Nikaanza kujuta kweli kweli.
Basi nikatoka bafuni kweli, na mimi nilikuwa nimefunga taulo. Nikamfuata mpaka pale alipokuwa. Akasimama. Yaani mimi nilikuwa naangalia chini. Sijui nifanye nini. Na kidogo uoga ulinijaa. Na hata zile hamu ambazo nilikuwa nazo ziliisha. Sikuzipata tena muda ule. Akaanza kunishikashika. Akaniletea mdomo wake kwa ajili ya kumkisi. Kuhusiana na swala la kukisi romance haikuwa mara yangu ya kwanza. Ni kweli nilikuwa sijawahi kushiriki tendo na mwanaume, lakini kwenye masuala ya kukisi ama kubadilishana mate nilikuwa nishafanya mara kadhaa. Sana sana pale kazini. Wanaume wanapokuja sometimes mnashikana, mnachezeana mwili na mate tulikuwa tunabadilishana mara kadhaa. Kwa hiyo haikuwa mara yangu ya kwanza. Basi nikafanya vile anavyotaka. Mwisho wa siku alinifungua taulo langu akalitoa kabisa. Na yeye akatoa la kwake. Kwa hiyo tukabaki kama tulivyokuwa tumezaliwa. Hapo sasa ndo niliishiwa na nguvu jamani. Lakini ikabidi tu niendelee kufanya vile anavyotaka. Akanichukua akanipandisha kitandani. Akanilaza chali. Akaendelea na mambo yake. Akatoka mdomoni, akaja akashuka mpaka kifuani. Akaendelea kunyonya vichuchu vyangu. Kwa kweli ilibidi tu nimwambie. Nikamwambia Sam, mimi sijawahi kufanya hivi. Kwa hiyo naogopa, sijawahi. Sam alistuka sana, akakaa. Akaniuliza ni kweli hujawahi kufanya hivi? Nikamwambia yes, ni kweli sijawahi. Akasema basi usijali. Mimi nitafanya taratibu, hutaumia wala nini. Utasikia raha, utasikia maumivu yoyote. Nikamwambia sawa. Basi yule mwanaume alinifanyia vitu vingi sana ambavyo kwa hapa siwezi nikaanza kuvitaja vyote au nikaviorodhesha vyote, ila alinifanyia mambo mengi sana, mautundu mengi sana. Mengine nilikuwa siyajui. Ikaja sasa ikafika hatua sasa anataka tushiriki tendo lenyewe. Nikaona hajavaa kinga. Na wakati tuliambiwa kwamba sheria moja hapo lazima mwanaume avae kinga. Alafu pia mwenyewe sina akili zangu timamu, nimesoma mpaka form 3. Kwa hiyo nilikuwa na akili na nilikuwa naelewa kabisa kwamba ukishiriki tendo pasipo kutumia kinga kuna mambo gani ambayo yanaweza katokea kwako. Nikastuka. Nikamwambia Mr. Sam, siwezi kufanya bila kinga. Unatakiwa utumie kinga. Akaniambia usijali, kuhusu mimba mimi sitokupa mimba kwa sababu nitatoa nje. Nikamwambia matokeo ambayo yanaweza kutokea bila kufanya kinga sio tu mimba, ni mengi sana. Na mimi sitoweza kukubali. Isitoshe ni mara yangu ya kwanza. Kwa hiyo lazima tu kuna damu zinaweza zikatoka. Kwa hiyo sipo tayari kufanya bila kinga. Mr. Samu alikasirika. Akaniambia sikiliza nikwambie Nyasila. Mimi situmiagi kinga kabisa. Alafu kitu kingine naomba uniamini. Sina ugonjwa wote wala siwezi kukuumiza kwa lolote. Nikamwambia Sam, kama huwezi kuvaa kinga mimi basi siwezi. Yaani unless unibake, lakini mimi siwezi. Mr. Sam alikasirika sana, akakaa. Akaniambia kukubaka siwezi mimi. Mimi nafanya mapenzi na mwanamke akiridhia. Lakini kinga mimi sijaleta. Nikamwambia sasa siuagizie, waambie hata wafanyakazi wa hapa basi wakuletee. Akaniambia hapana. Mimi sio mtumiaji wa kinga. Naomba basi nifanye kidogo tu. Nikamwambia hapana. Alikasirika sana. Akakaa kitandani akainamisha kichwa chake. Mimi nilichokifanya pale sikutaka kupoteza muda. Kwa sababu mwenyewe ameshasema kwamba hawezi kufanya na kinga na mimi sitakiwi kufanya mapenzi pasipo kinga. Nilinyanyuka nikaanza kuvaa nguo zangu. Akaniuliza unaenda wapi Nyasila? Hapo macho yake yalikuwa yamekuwa mekundu haswa. Akaniambia unajua nimetumia gharama kiasi gani kulipia hiyo hoteli? Unajua nimetumia gharama kiasi gani? Utaweza kunirudishia gharama zako? Nikamwambia niambie ni shilingi ngapi. Labda naweza nikaweza kuimudu au nikaongea na bosi. Kwa sababu hata majukumu yangu ya kazi hayaniruhusu mimi kushiriki tendo na mwanaume pasipo kutumia kinga. Kwa hiyo bosi wangu mwenyewe anaweza akadili nalo hilo. Akaniambia unanijibu jeuri, si ndio? Nikamwambia hapana, mimi sikujibu jeuri. Ila nakwambia kile ambacho ni ukweli. Mr. Sam akaniambia sawa, hamna shida. Basi naomba unisaidie kitu kimoja. Kitu gani? Akaniambia nimlambe balkoni yake mpaka
atakapomaliza haja zake. Nikamwambia hilo halina shida. Basi kuhusu hilo jambo pia, msikilizaji, halikuwa geni kwangu. Nadhani mara kadhaa nilikuwa nikifanyia watu kule kazini, kwa sababu pia ni moja ya majukumu yangu kutimiza haja za wateja wetu, na ndipo mshahara wangu unatoka. Kwa hiyo sasa nilimfanyia lile jambo mpaka alivyoridhika, na alivyoridhika kabisa akaniambia, Nyasira, mimi naomba uwe mpenzi wangu. Mimi nakupenda sana. Sitaki mwanamke mwingine yeyote yule. Na kama inawezekana naomba nikutoe pale kazini, nikutafutie biashara nyingine. Niliona kama anaongea ujinga. Kwa sababu kwanza mimi kazi yangu naipenda. Alafu kwa wakati huo nilijiona kabisa siko tayari kuwa na mwanaume. Yaani kuwa tu kwenye mahusiano hapana. Alafu sikuwa tayari kufanya biashara kwa wakati ule. Yaani akili yangu ilikuwa inapenda tu ile kazi yangu. Nikamwambia kuwa mpenzi wako haiwezekani. Kwa sababu pia bado nipo kazini na nipo chini ya mkataba. Siwezi nikaachana na kazi yangu kwa sasa hivi. Samuel aliniangalia sana. Akasimama, akanishika mabegani. Akanambia, Nyasira, niko serious na hili. Naomba nikuoe kabisa. Alivyoniambia swala la kunioa tena nikastuka kidogo. Nikamwambia, sikiliza Mr. Sam. Mimi mwenzako nimekuja huku kwa ajili ya kufanya kazi. Na nyumbani kwetu nimemwacha mamangu pamoja na mdogo wangu, wana mazingira magumu sana. Mr. Sam akanambia, usijali kuhusu hilo. Usijali kabisa. Mamako nitamjengea nyumba na ataishi na mdogo wako. Au ukitaka waje huku watakuja huku na nitafanya mazingira yote vizuri. Utaishi vizuri tu na mamako ataishi vizuri. Nikamwambia, nimekuelewa. Basi naomba nilifikirie hili jambo alafu nitakupa jibu. Basi Sam akafurahi sana. Tukaingia bafuni, tukaoga wote. Tulivyomaliza nikavaa nguo zangu. Akanambia, hamna haja ya kuondoka Nyasira. Sasa hivi ni usiku sana. Mimi nakuahidi sitokufanya chochote. Tulale hapa, kesho asubuhi nitakupeleka nyumbani. Basi sikuwa na pingamizi kwa sababu mwenyewe ameshaniahidi kwamba hatonifanya chochote. Ilibidi nimwamini. Kwa sababu kama hata angetaka kunifanya chochote, angenifanya muda ule nilivyokuwa nimelala uchi. Lakini aliniacha. Basi nikamwamini, nikalala naye. Tulala huku Mr. Sam akiwa amenikumbatia. Na kiukweli nilianza kujisikia vizuri naye. Nikaanza kuwaza hayo masuala ya kunioa, nikaanza kuvusha. Nilitamani pia hilo swala kwa sababu niliona ni jema na litaniepusha mimi kukutana na kila design ya mwanaume. Badala yake itaniweka kuwa huru na maisha yangu. Maana pale ni kama niko kifungoni na niko chini ya control. Yaani natakiwa niishi vile ambavyo anataka dada Salma na sio ambavyo anataka mimi. Basi kulivyopambazuka asubuhi sana tuliondoka, akanirudisha mpaka pale kazini ambapo ndipo naishi mimi. Na pale kiukweli alinihesabia 50,000 tu akanikabidhi. Nikaingia mpaka chumbani kwangu. Nafika chumbani nakuta kuna mtu amelala kitandani kwangu. Kumwangalia alikuwa ni Mr. Lewis. Nikajiuliza amewezaje kuingia chumbani kwangu. Na inavyoonekana ni mtu ambaye amelala usiku kucha. Alikuwa amesinzia. Mimi nikashusha pochi yangu nikaweka, nikaanza kumwamsha. Nikaanza kumuita. Nilimuita sana pale. Alionekana amelewa mno. Akaamka. Akanambia, ndio umerudi sasa kutoka kujiuza au sio? Sikutaka kujibishana naye. Nikamwambia, naomba unipishe, nataka nipumzike. Mr. Lewis aliniangalia sana. Akanambia, Nyasira, hivi wewe hauna akili timamu Nikamuuliza kwa nini ananiambia hivyo. Akanambia, kwa hiyo wewe kwa akili zako mpaka hapo huwezi kujua kwamba huyu mtu yupo kwangu kwa lengo gani? Siku zote na kuheshimu. Sijataka kukuvunjia heshima. Jana na kuzuia pale usiondoke na yule bwana kwenda kujiuza. Unanizalilisha mimi. Kwa hiyo unahisi nisingeweza kukupa pesa ambayo amekupa? Nikamwambia, Mr. Lewis, mimi sikuelewi kwa kweli. Jana nilikuwa natimiza jukumu la kazi yangu na hakuna mtu ambaye anaweza kunipangia nifanye nini nisifanye nini. Zededa Salma ambaye ni bosi wangu. Mr. Lewis akanambia, sikiliza. Kama utaweza, naomba tutoke nje ya hapa. Nahitaji kuzungumza na wewe. Nikaanza kulinga bwana. Nikamwambia, mimi nimechoka, siwezi kutoka sasa hivi.
Akanambia usijali, nitalipia gharama zote za kukuchosha. Naomba tutoke hapa tukazungumze nje. Naomba tutoke hapa tukazungumze sehemu nyingine. Nikamwambia basi sawa. Basi nikamwacha kule chumbani, nikaenda chumbani kwa Keti. Nikamwambia Keti kuhusu Mr. Lewis. Keti alikuwa amekasirika sana. Akanambia, Nyasila, nishakwambia usifanye chochote na Mr. Lewis. Huyo ni mtu wangu kwa sasa hivi. Hata hivyo anapotaka kutoka na wewe sio akaongea na wewe wapi. Naona anataka tu kufanya mambo ya udanganyifu. Nakuomba tafadhali mdogo wangu, usifanye chochote kile. Nikamwambia sasa yuko chumbani kwangu, mimi ananisubiri, mimi nafanyaje? Keti akanambia ngoja nikaongee naye. Basi Keti akatoka, mimi nikaingia bafuni kwa Keti, nikaoga vizuri, na kwa sababu kule chumbani kwa Keti pia kuna baadhi ya nguo zangu, nilichukua moja nikanyoosha nikavaa. Kilikuwa ni kigauni kifupi. Baada ya muda nilisikia makelele. Nikatoka. Makelele yalikuwa yanatokea chumbani kwangu kule. Niliingia haraka kwa sababu ni kama watu ambao walikuwa wanagombana. Nikamkuta Mr. Lewis anamwambia Keti, nishakwambia siku nyingi sana we binti. Mimi sina mpango na wewe, wala sikuelewi hata kidogo. Kwa nini usiingilie kwenye njia zangu kabisa? Usiingilie kabisa kwenye maisha yangu. Si unanielewa? Basi yule mwanaume alinishika mkono na kutoka na mimi putaputa. Hapo chini sijavaa viatu. Peku peku hivyo hivyo. Kanivuruta mpaka nje akiwa na hasira sana. Akaniweka kwenye gari yake. Tukaondoka. Alitoa gari kwa spidi sana. Sikuwa najua ananipeleka wapi. Lakini tulielekea moja kwa moja mpaka njia ya Goba. Lewis alisimamisha gari kwenye nyumba moja kubwa mno. Yaani tu hilo geti sikuweza kulitafakari. Kama mnaonaga milango ile ya lift ile, ndio geti lililokuwa pale. Basi baada ya hapo haikuchukua muda, mlango wa geti ulifunguka. Mr. Lewis akaingiza gari yake ndani. Mlango ukafunga, automatic kabisa. Basi baada ya hapo akashuka. Akaja upande wangu akanishusha kwenye gari. Moja kwa moja tukaingia mpaka ndani. Yaani lilikuwa ni bunge la jumba, na naweza nikakiri kwamba toka nimezaliwa sijawahi kuingia kwenye nyumba kama ile. Basi tulipofika mpaka ndani, kuna mama mmoja mtu mzima alikuwa amekaa kwenye kochi. Nikamsalimia yule mama, akanijibu vizuri tu. Nikakaa. Mr. Lewis alipitiliza mpaka chumbani, akaniacha mimi pale sebuleni. Basi nilibaki sebuleni na yule mama. Sina cha kumuongelesha na yeye alikuwa busy na kitabu. Alikuwa anasoma kitabu cha kanisani nadhani. Baada ya muda Mr. Lewis alitoka. Akanishika mkono pale nilipokuwa nimekaa. Akaongozana na mimi mpaka nje. Yaani muda wote huo bado alikuwa amekasirika. Hata yule mama hakumsalimia. Basi tulivyotoka mpaka nje akanipeleka mpaka garden. Kulikuwa na viti pamoja na meza kadhaa. Tukakaa sehemu moja. Akanambia nisikilize Nyasila. Nimekufuatilia kwa muda mrefu sana. Na najua baadhi ya taarifa zako. Mimi sio mjinga. Ni mtu ambaye nina akili zangu timamu kabisa. Naomba nikutoe kwenye maisha unayoyaishi. Uje uishi nyumbani kwangu hapa. Nikamjibu nikamwambia Mr. Lewis, mimi kwa sasa hivi sipo tayari kuolewa. Akanambia nani kakwambia nataka kukuoa Nyasila? Mimi nimejisikia kukusaidia kama kaka kwako. Hapa naishi na mama yangu uliyomuona sebuleni na kuna wadada wawili wa kazi. Naomba uje ukae hapa kama mdogo wangu. Na nasikia kwamba ukumaliza shule. Kama uko tayari kwenda shule nikupeleke shule ukamalizie darasa. Na kama hauko tayari nitaangalia chochote cha kukusaidia. Mimi nimejitolea mimi kama mimi kukusaidia kwa sababu sipendi maisha unayoyaishi yale. Najua sio plani zako zile za maisha na najua sio kitu ambacho nakipenda. Nikanyanyuka nikamwambia Mr. Lewis, sikujui wala unijui. Naomba unirudishe ulikonitoa. Naomba unirudishe kazini au naomba uniache. Nilipokuwa natoka kazini sijatoka na chochote. Naomba unisaidie nauli nirudi kazini. Mr. Lewis akaniambia hapana. Mimi niko tayari kukusaidia kwa lolote. Nyasila, unang'ang'ania nini kwenye hayo maisha? Nikamwambia maisha yenyewe si ndio wewe mwenyewe unayafanya kila siku. Mbona kila siku unakuja pale? Na wewe ndio umenijulia pale au kuna mara kwingine ulinikuta? Kwa hayo maisha yote mwenyewe unayaishi. Mimi sitaki unafiki. Naomba nauli nirudi nilikotoka. Mr. Lewis alikaa chini akawa anawaza sana.
Baada ya hapo alinyanyuka, akatoa wallet kwenye mfuko wake. Akanihesabia pesa akanipatia. Ilikuwa ni 100,000. Mimi nikasema hii inanitosha kwa ajili ya nauli. Basi sikutaka hata kuaga. Huyo nikatoka mpaka nje ya geti. Imagine sijavaa viatu. Kuna mlinzi alikuwa pale getini ambaye mwanzo kipindi naingia sikumuona. Lakini muda natoka ndo nilimuona, akanifungulia mlango mdogo nikatoka. Nilipotoka nje kuna watu ambao nilikutana nao. Nikawauliza ni wapi naweza nikapata usafiri, wakanionyesha. Nikafanya utaratibu wa kutafuta taxi, ikanirudisha mpaka kule kazini. Nilipofika kazini nikaingia moja kwa moja mpaka chumbani kwangu. Bila kutarajia nikamkuta Da Salma. Alikuwa amekaa kwenye kitanda. Da Salma alivyoniona akanyanyuka, akanisogelea. Akanambia, Nyasila, ni kwamba hujui majukumu yalokuweka hapa? Ni kwamba hujitambui wewe ni nani? Au una nia gani? Nikamwambia sijakuelewa Da Salma. Akanambia hivi, unawezaje kutoka na mwanaume kienyeji namna ile? Mbona mambo yasababisha hapa hayakuwepo mwanzo? Kwa nini unafanya mambo ya ajabu ajabu sana? Nikamwambia Da Salma, hata Keti ni shahidi. Yule mwanaume amenichukua mimi mputa na haikuwa kwa kutaka kwangu. Amenichukua kwa force sana. Da Salma akaniuliza alikupeleka wapi? Nikamwambia alinipeleka nyumbani kwake. Baada ya hapo mimi sikutaka kumwambia Da Salma kilichoendelea. Nilinyamaza kimya. Unajua akiba ya maneno muda mwingine ina save sana baadaye. Akanambia, jana uliondoka hapa na mteja. Hujanipa feedback yoyote, hujanipa hata pesa zangu. Nikamwambia Da Salma, ni kweli niliondoka na mtu jana, lakini hatukufanikiwa kufanya chochote. Aisee, nilipigwa kofi moja ambalo sijawahi kulitarajia kutoka kwa yule dada. Akaanza kunifokea. Akanambia, umefanyaje? Yaani umetoka hapa na mwanaume, umeenda umelala mpaka asubuhi, unakuja kuniambia ujinga gani? Nikamwambia, dada, katika sheria ambazo umetupatia, mojawapo ni kutokulala na mwanaume bila kutumia kinga. Yule mwanaume hakuwa na kinga. Alitaka kuniingilia bila kinga, mimi nikakataa. Da Salma akaniongezea tena kofi lingine. Akanambia, mpumbavu wewe, huna akili. Huyo ni mteja wetu wa kila siku. Kwa hiyo ulishindwa kufanya cha kufanya? Nikamuelezea Da Salma kile ambacho kiliendelea kule. Ni kweli Mr. Sama hakunipa hela. Zaidi alinirudisha pale akanipa shilingi 50,000. Nikamwambia, dada, mimi nilopewa ni hapa. Ndio maana sikutafuta. Da Salma akanambia, wewe naona tumeshindwana. Sitaweza kufanya kazi na wewe. Kwa hiyo kuanzia leo kuna mahali nitakuchukua hapa, kuna sehemu nitakupeleka. Ukafanye kazi nyingine. Labda hiyo itakufaa. Kwanza niliishiwa pozi. Nilipiga magoti. Nikamwambia Da Salma, naomba unisamehe sana. Nitajitahidi. Nitafanya kazi vile ambavyo unataka wewe. Nitajitahidi Da Salma. Ulinipa siku 2, jana na leo. Basi naomba leo kama siku ya mwisho. Da Salma akaniangalia sana. Akanambia sawa. Kwa sababu nilitamka mwenyewe kwamba ni siku 2. Acha nisivunje ahadi zangu. Naomba nikupe masaa kadhaa yaliyobaki kama excuse. Baada ya hapo tutajua cha kufanya. Nikutoe hapa nikupeleke sehemu nyingine, au kama unataka kurudi kwenu utarudi kwenu. Kwa sababu unaona kama tumeshindwana, ndugu yangu. Miezi 2 yote nakuhudumia. Hamna kitu chochote ambacho nakirudisha kwangu. Hamna feedback yoyote ambayo unanirudishia kwangu. Wewe unajua ndani ya miezi hii 2 yote Keti ameingiza kiasi gani? Unajua? Keti anaingiza hela. Upo tu. Unakaza kuniletea drama kwenye biashara yangu. Unadhani sioni kwenye kamera zangu? Naona kila kitu kwa taarifa yako. Sasa kama huwezi kazi, yaani nakupa masaa kadhaa yaliyobaki kwa leo tu. Baada ya hapo kwa kweli Nyasila utanisamehe sana. Mimi ni mtu mzuri sana, wala sinaga ubaya. Yaani kama mtu utasimamia majukumu yako vile ninavyotakiwa, mimi sinaga ubaya na mtu kabisa. Kama unabisha uliza hata kina Keti. Mabinti wengi sana wamepita hapa. Tuloshindwana wameondoka, na ambao tulikuwa tunawezana wamefanya kazi zao na bado mpaka leo wanafanya kazi. Mimi sio mtu mbaya. Naelewa hisia za mtu. Na ndio maana nilikupa nafasi na muda wa kutosha kwa ajili ya kujitafakari. Wewe mwenyewe ukarudisha majibu kwamba umeipenda kazi na umeiridhia. Sasa kwa nini unanisurprise hivi? Kwa nini uniletea drama? Nikamwambia Da Salma, naomba unisamehe. Na kuahidi leo nitafanya kazi na kesho nitakukabidhi pesa. Da Salma aliondoka bila kunijibu chochote.
Yaani aliondoka kwa hasira. Nilikaa kitandani nikaanza kulia. Yaani nilikuwa natafakari maisha yangu, naona kabisa hayaendi. Naona kabisa nimepotea sana mimi. Basi msikilizaji, mimi kwa leo sina la ziada. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya simulizi ya dada Nyasira. Tukutane tena katika sehemu ya pili kujua nini ambacho kiliendelea.